Shalom, shalom, shalom. Napenda kuwasalimia kwa jina la Yesu Kristo. Wewe unayeendelea kutufuatilia ni wako Apostle Yohana Fortunatus wa kanisa la Washindi. Mungu aliyeniita katika madhabahu hii, aliyeniita katika kijiji cha Kaduda, katika jimbo letu jipya la Katoro. Napenda kushangilia na kukusifu kwa sababu umedumu nasi katika vyombo vyetu vya mawasiliano, katika vyombo vya kijamii, katika Instagram, katika Facebook, katika YouTube, kwa chaneli yetu ya Washindi Official Media. Mungu akubariki kazi zako. Napenda tuseme neno moja katika siku ya leo, Jumatano ya leo, kwamba usikate tamaa. Njia yako ya kurejeshewa nafasi yako ni sasa, kwa sababu Mungu yupo. Wakati wa kurudi katika ushindi wako ni sasa. Wakati wa kushinda ile vita iliyokuwa imesimama mbele yako ni sasa. Haupaswi kukata tamaa, kwa sababu uko karibu. Jumatano ya leo ninapenda kukuambia neno moja tu, kwamba usirudi nyuma, kwa sababu utaacha ushindi wako. Endelea kusimama na kweli ya Mungu, maana anasema katika Wakorintho wa pili sura ya 1 mstari wa 20, ahadi za Mungu ni za kweli na za kuaminika. Mahali alipokuahidi kwamba atakusaidia, atakuvusha, ni hakika, hajasema uongo. Inapasa usimame. Ninapenda nikwambie usirudi nyuma. Biashara yako ina muyumbo namna gani? Simama na ahadi za Mungu ni za kuaminika, ni za kweli. Anasema katika ule mstari wa 20, ahadi za Mungu zizo katika yeye ni ndio na ni kweli. Na anasema ukirudi huku nyuma ya mstari wa 10, anasema aliyetuokoa na mauti ile kuu atatuokoa na katika hii. Aliyekuokoa, aliyekuwezesha ukaanza biashara, ukafungua kampuni, ukaanza mambo makubwa, hakika atafanya mambo makubwa. Nipende kukuambia tu neno moja. Unayumba, unaanguka, ni kwa sababu umeiacha kanuni ya Mungu. Unapokuwa mwaminifu wa Mungu na unapokuwa tayari kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu, hauwezi. Daudi akasema hivi, tangu akiwa kijana mpaka alipoona uzee umefika kwenye maisha yake, hajawahi kumuona mwenye haki ameachwa. Napenda kuambia kwamba penda kuwa mwaminifu. Katika madhabahu ya Washindi, sisi kitu chetu huwa tu tunachokazania ni zaka. Wengi wanaokuwa waaminifu kutoa 1/10 katika mapato yao wanamuona Mungu. Mungu anawaangazia, kibali kinaonekana, nyota ya mafanikio inang'ara, nyota ya ulinzi na kuwepo, kwa sababu katika 1/10 Mungu anasema atazuia yeye alaye, yeye aharibuye. Kuwa mwaminifu kwenye kampuni yako. Wewe mkurugenzi, uwe mwaminifu. Wewe mwalimu, katika kazi yako ya ualimu, uwe mwaminifu kwa mapato yako. Wewe unayefanya biashara reja na jumla, uwe mwaminifu, kwa sababu unapokuwa mwaminifu katika faida ya kile ulichokipata, Mungu anailinda kazi yako. Haipaswi kukata tamaa. Ni wakati wa kurudi na kuanza upya. Anasema nirudieni nami nitawarudia, nikaribieni nanyi nitawakaribia. Unapoamua kuiweka karibu biashara yako na Mungu, ni pale utakapokuwa mwaminifu. Unapotaka kazi yako iwe karibu na Mungu, ni pale utakapoiunganisha, utakapokuwa mwaminifu wa fungu la 10.
Fungu la 10 ni kitu kidogo sana, maana Mungu anahitaji kitu kidogo. Kwa 100,000 anahitaji shilingi 10,000. Kwa shilingi 10,000 anahitaji shilingi 1,000. Kwa shilingi 1,000 anahitaji shilingi 100. Kwa shilingi 100 anahitaji shilingi 10. Katika Mungu wa madhabahu hii ndiye Mungu aliyeniita kwa jambo hilo. Unapokuwa mwaminifu na ukatoa kwa moyo ulionyoka, hakika Mungu ananyosha vitu vyako. Taifa la Tanzania tukisimama na hii kweli ambao Mungu alioniita kusimamia kwa hilo, utafanikiwa. Anasema utafanikiwa uingiapo. Anasema utafanikiwa utokapo. Anasema utafanikiwa kazi za mikono yako, na kila utakalolitenda litafanikiwa. Kwa hiyo nipende kuambia usifunge biashara kisa haina wateja. Ni kwa sababu wewe umekuwa mnyimifu katika Mungu. Anza upya siku ya leo. Anza upya kwenye mapato yako, utashangaa. Kazini kwako nadharaulika, anza upya kuwa mwaminifu. Kwa vidogo, kwa vikubwa, uwe mwaminifu. Usiweke vifungu kwamba hiki sawa, hiki hapana. Usifiche. Afichaye dhambi hatafanikiwa, ila aziungamaye dhambi atasamehewa. Kwa hiyo nipende kukwambia asubuhi ya leo, hakika Mungu yupo. Nipende kukwambia tarehe ya leo, mwezi wa 6 huu tunaoenda kukamilisha, Mungu yupo. Anza na Mungu na uwe mwaminifu wa haki. Mchungaji, uwe mwaminifu kwenye matoleo yako. Toa sehemu ya 10 ya Mungu, mpe baba yako wa kiroho. Jiunganishe. Askofu, uwe mwaminifu. Toa 1/10 katika Mungu, utafanikiwa. Mungu anasema aliyetuokoa, aliyetusababisha tukafungua kampuni, aliyetusababisha kuwa hai, hata leo atatubariki. Aliyetuvusha katika hicho kitanda cha miaka mingi umelia kwa sababu ya magonjwa, atakusababisha kuanza upya, na mwanzo wako utakuwa mkuu. Maana anasema utukufu wa mwisho utakuwa mkuu kuliko ule wa kwanza. Utukufu wa nyumba hii, biashara yako itakuwa kuu kuliko ile ya kwanza. Kwa sababu hii itakuwaje kuu? Kwa sababu umeiunganisha katika Mungu. Mungu atalinda, Mungu atazuia, Mungu ataondosha chuma ulete, Mungu ataondosha waganga, Mungu ataondosha walaji, Mungu ataondosha watu wabaya. Lakini ni pale utakaposimama na Mungu. Nipende kuambia tu, kuwa mwaminifu. Kuwa mwaminifu, utaona. Napenda kutoa ushuhuda. Mimi nilikuwa mgumu katika jambo hili. Wachungaji wameweza kupigana nami kwa ajili ya kuniambia niwe mwaminifu. Baba yangu wa kiroho amepigana nami kwa ajili ya kuniambia niwe mwaminifu, lakini nilikuwa bahiri. Lakini nilipofunguliwa kupitia mke wangu, niliweza kuiona nuru. Mpaka leo naishi hiyo nuru ya baraka, sipungukiwi, kwa sababu nimeweza kufunguliwa kifungo kupitia mke wangu. Msikilize Roho Mtakatifu. Yawezekana akapitia mwanao au akapitia mkeo au akapitia mmeo kwa ajili ya jambo hili. Usilipinge, lipe nafasi, utafanikiwa. Uko katikati ya wafanyabiashara wengi. Ili uweze kung'ara, ni wewe kuunganisha. Ili uweze kuwa biashara yako na bima, ni pale utakapotoa 1/10 kwa uaminifu. Bima ya biashara itakuwepo, bima ya watoto itakuwepo. Unapowatolea na watoto wako 1/10, school fees zao ukiziunganisha na 1/10, watakuwa salama. Weka juhudi na Mungu katika jambo hili na uwe mwaminifu.
utafanikiwa. Maneno ya Mungu ni kweli, anasema katika Ufunuo 21 na 22. Ukisoma sura ya 21 mstari wa 6, yeye ni Alfa na Omega, maana neno lake halitatanguka. Ebu simama na Mungu. Yatosha wewe kuwa jambazi katika fungu la 10. Yatosha kuwa bahiri. Hautafanikiwa. Biblia inasema katika Zaburi sura ya 6 mstari wa 6, yatosha wewe kuendelea kuficha mapato yako. Unatafuna mpaka sehemu ya Mungu. Yatosha. Ndio maana haufanikiwi, hauinuki. Unainuka leo, kesho unashuka, kwa sababu bado una unyimifu. Unaweka mpaka. Kuwa mwaminifu. Kornelio aliweza kuleta wokovu baada ya kuwa na moyo wa kutoa. Ibrahimu anatoa 1/10, akafanikiwa, akawa baba wa mataifa. Jifunze na malimbuko. Jifunze malimbuko ya kazi yako. Jifunze kumtolea Mungu. Mungu atakusaidia. Basi nipende kuomba na wewe kwa ajili ya siku ya leo, ili iweze kuwa ya baraka. Jifunze kuishi katika kanuni ya Mungu. Kama mtasikia, anasema katika Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 1, mstari wa 16 na 17, huko anasema mkikataa, kama mtakataa, laana zitawafuata, kazi zenu zitakuwa giza. Kwa hiyo tunataka tuvunje hiyo giza, uanze moja. Kama unatufuatilia, unaweza ukaungana nami kurudia maneno haya. Sema: Bwana Yesu, niko mbele zako. Mimi mwenye dhambi, kupitia mapato nimekuwa mnyimifu, nimekuwa bahiri, nimekuwa jambazi. Unisamehe Yesu, nianze upya. Mapato ya mikono yangu niyaunganishe na wewe Mungu. Unisababishe nirudi katika ufalme wa kushinda. Nisamehe Yesu, ninaanza upya na agano hili. Nahitaji neema yako. Kazi yangu, kampuni yangu, utumishi wangu wa serikali, niweze kuunganisha na wewe Yesu. Niweze kuunganisha mapato yangu ya duka, mapato yangu ya shambani. Baba, nianze na wewe. Ninatubu mbele zako. Ninatubu mbele zako kwa ile yote iliyopita niliyokuwa nikibugia sehemu yako ya 10. Tarehe ya leo ninaanza upya. Wewe Yesu unisamehe. Nianze tena upya katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya baba huyu. Ninakushukuru kwa ajili ya mama huyu. Nakushukuru kwa ajili ya kijana huyu wa kike, wa kiume, walionyenyekea na kuanza upya kwa ajili ya kuweka agano la kutoa 1/10 ili weze kuwabariki na kuwalinda masomo yao, kuwalinda kazi zao. Baba, ninaachilia roho wa msamaha juu yao, uweze kuwasamehe. Msamehe aingiapo na atokapo. Kuanza leo, Jumatano ya leo tarehe 24, Baba, nahitaji neema yako iweze kusimama juu yao mwezi wa 6 huu. Mungu weze kugusa. Baba, achilia kibali kipya sasa. Achilia njia mpya. Wanapoanza wafanikiwe. Ndoa zao zitulie. Watoto wao watulie. Amani yao itulie. Faida zao zitulie. Baba, nakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu wa rehema na Mungu si mwingi wa hasira. Wewe ni Mungu unayesamehe. Msamehe huyu, samehe magari haya, samehe kampuni hii, samehe kazi hii, samehe waingiapo watokapo, samehe uzao huu. Baba, tunaanza na wewe siku ya leo. Tunaanza na wewe mwisho wa mwaka, katikati ya mwaka huu. Baba, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu mwenye enzi. Pokea kibali, pokea mafanikio, pokea ishara na neema, pokea ushindi. Kuanzia leo ukaangaze kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki. Endelea kutufuatia, yajayo yanafurahisha. Wewe kaa tayari
kwa damu ya Yesu, amen.